na uhaini ni jambo zito kama ulivyosema. Kwa mimi yani najaribu kuwaza tu kwamba kuna ushahidi gani ambao wenzetu walomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa labda ana ushahidi. Ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa ama kuna mengine yaliyojificha? Sasa kama kuna mengine yaliyojificha mimi sijui. Lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza kuretrieve kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia CCM, wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active, basi tutakuwa wahaini wote kama ni kauli hizo. Lakini kama kuna jambo lingine ambalo limejificha mimi sijui, siwezi kucomment on that. Hii kesi ya uhaini imekuwa ni moja kati ya kesi maarufu sana sasa hivi Tanzania. Hii ni mara tu baada ya vijana wengi kwanza kukamatwa kwenye maandamano na kupewa kesi hiyo, lakini pia Niffer pamoja na wenzake takriban 21 hivi ambao walikuwa ni baadhi ya watu maarufu, pia mtangazaji wa kituo cha Ayo TV ambaye pia mwenyewe aliweza kukamatwa na kupewa kesi hiyo. Imefanya kesi ama swala la kesi ya uhaini likawa limepata umaarufu sana, watu wengi wakawa wanatamani kujua kwani kesi ya uhaini ni kesi ya aina gani. Watanzania wengi walikuwa hawana elimu sana kuhusiana na uhaini, lakini hapa ni umetoka kumsikiliza Halima Mdee akizungumza kuhusiana na namna ambavyo hii kesi ya uhaini imechukuliwa na namna ambavyo vijana wameweza kutumiwa kwa kesi hiyo. Amesema kwamba kesi ya uhaini kwa mujibu wa katiba inajulikana, mtu ambaye anakula njama ya kutaka kumuua, kumuondoa rais madarakani kwa njia ambayo sio halali, ambayo imeruhusiwa kikatiba, mtu kama huyo huwa anachukuliwa kwamba ameleta madhara ama unataka kuleta madhara makubwa sana kwenye taifa, hivyo anachukuliwa kuwa ameleta uhaini, kwa Kiingereza inajulikana kama treason. Sasa Halima Mdee anasema kwamba kama ni hizi kauli hizi ambazo tumezisikia kutoka kwa watu ambao wameshikiliwa, basi hamna kesi ya uhaini hapo. Sababu mwenyewe anasema kwamba kama tukianza kufuatilizia kauli za viongozi wengi wakiwemo viongozi wa CCM pamoja na Chadema, tukaanza kuwa serious na baadhi ya kauli za uchochezi ambazo wamekuwa wakizitoa toka miaka ile, toka tawala zilizopita mpaka leo hii hapa, basi huenda wakapatikana viongozi wote ama takriban Watanzania wengi sana wakajikuta na kesi hizo za uhaini. Sasa kwa upande wa Halima Mdee anasema kwamba anaamini kabisa kwamba wanaoshikilia kwa kesi ya uhaini sio uhaini tu, lazima kutokopa na mambo mengine nyuma ya pazia ambayo yamejificha, ambayo hataki kuwekwa wazi. Sababu kama ni swala la uhaini, Halima Mdee anasema kwamba viongozi wengi paka walioko madarakani sasa hivi, wengi wao wameshatoa kauli ambazo ni kubwa na za uchechezi na ni nzito zaidi ya kauli ambazo tumezisikia kutoka kwa hao ambao wanashikiliwa sasa hivi. Sasa amesema kwamba hizi kauli sio kigezo cha kusema kwamba mtu anaweza kashikwa na kushikiliwa na kufungiliwa kesi ya uhaini kama anavyosema. Sijui kama unakubaliana na Halima Mdee kwa hizi kauli ambazo amezitaka kusema kwamba kesi ya uhaini ni kubwa zaidi ya namna ambavyo inatajwa na namna ambavyo watu wamekamatwa na kupewa kesi hizo. Sasa amesema kwamba kauli za kawaida za uchochezi zipo kwenye kategori tofauti kabisa na kupewa uhaini. Una maoni gani? Unakubaliana naye kwa asilimia ngapi? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.